И мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе. Ну, и сегодня были эти контакты. Я думаю, что завтра, послезавтра будет. Katika kauli yake ya hivi karibuni iliyotolewa, Rais wa Russia Vladimir Putin ameelezea kwa uwazi msimamo wa taifa lake kuhusu uhusiano wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ametamka kuwa Russia itaendeleza ushirikiano wake na Iran kwa msingi wa urafiki wa muda mrefu na ushirikiano wa kimkakati, huku akisisitiza kuwa hakuna hatua ya kijeshi itakayochukuliwa wala raia wa Kirusi kuondolewa kutoka Iran. Kwa upande wa nyuklia, Putin amethibitisha kuwa Russia itaendelea kushiriki kikamilifu katika mradi wa Bushehr ambapo mamia ya wataalamu wa Kirusi wanaendelea kufanya kazi. Alisema kuwa tunaendelea kuhusika, akimaanisha kuwa Russia inatambua umuhimu wa mradi huo kwa Iran na itaendelea kutoa msaada wa kitaalamu na kiufundi. Kuhusu suala la kuhamisha raia wake kutoka Iran, Putin amesema kuwa hatua hiyo haipo kwenye mipango yao kwa kuwa Iran ni mshirika wa karibu wa taifa hilo rafiki. Uwepo wa wataalamu na wafanyakazi wa Kirusi nchini humo unaonyesha imani iliyo katika msingi wa ushirikiano huo wa muda mrefu. Katika eneo la ushirikiano wa kijeshi, Putin ameweka wazi kuwa hakutakuwa na msaada wa kijeshi kwa Iran kwa sasa, ingawa Russia iliwahi kupendekeza msaada wa mfumo wa ulinzi wa anga. Iran yenyewe haikuonyesha nia ya kupokea msaada huo na hakuna kifungu chochote katika makubaliano ya kisiasa kati ya mataifa hayo kinachoelekeza kuhusika kwa Russia kijeshi. Kauli hii inaendana na ripoti ya wachambuzi wa kimataifa ikiwemo ya The Guardian ambayo inaonyesha kuwa Russia inalenga zaidi kunufaika kisiasa na kiuchumi kupitia hali ya sasa ya Mashariki ya Kati. Mfano, bei ya mafuta kupanda badala ya kuingia vitani kwa niaba ya Iran. Putin pia ametoa wito wa kidiplomasia akihimiza kutafutwa kwa suluhu ya kisiasa kati ya Iran na Israel. Alisema kuwa ni muhimu kulinda haki ya Iran na kutumia nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani, sambamba na kuhakikisha usalama wa Israel. Ametaka mataifa yenye ushawishi kuingilia kati ili kuzuia mzozo mkubwa wa kikanda. Katika kuangazia hali ya ndani ya Iran, Putin alitaja jinsi jamii ya Kiiran ilivyoonyesha mshikamano mkubwa kufuatia mashambulizi ya Israel. Alisema hali hiyo imeimarisha consort ya kitaifa, lakini pia alikiri kuwepo kwa harakati za chini kwa chini, up societies underground, zinazoendelea. Alisema hali hiyo imeimarisha consort ya kitaifa, lakini pia alikiri kuwepo kwa harakati za chini kwa chini, up societies underground, zinazoendeleza ajenda mbadala ndani ya nchi hiyo. Muktadha wa kimataifa unaonyesha kuwa kutokuwepo kwa kifungu cha ulinzi katika makubaliano ya kimkakati ya mwaka 2025 kunadhihirisha kuwa Russia haina nia ya kushiriki moja kwa moja kijeshi. Badala yake inalenga kudumisha ushawishi wa kisiasa na kiuchumi, huku ikibaki mshirika wa karibu na Iran bila kujitosa vitani. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Joseph Mwanawaisangura. И мы в контакте с нашими иранскими партнерами на постоянной основе. Ну, и сегодня были эти контакты. Я думаю, что завтра, послезавтра будет. Мы продолжаем наши отношения. Это первое. А второе, я уже об этом сказал. Наши специалисты работают в Бушере. 250 человек. И еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. Разве это не поддержка? Кстати говоря, когда мы вели переговоры в Стамбуле, спасибо большое президенту Эрдогану, в 2022 году. Но это кажется странным, но мы же с ними обо всем договорились, вы понимаете? Вот проект соглашения, который был подготовлен, там были и вопросы денацификации затронуты, так и вопросы территории. Мы нашли такие формулировки, которые в целом устраивали и нас, и Украину. Нет, потом пришли те, кто хотят увеличивать сейчас расходы на оборону в Европе и за океаном. Сказали, не надо, надо побеждать Россию на поле боя. И все, о чем мы договорились, выбросили в помойку.